sio kukumbatia, tutemwi tunamkalia kabisa na hata ngata. Sio tu kumkumbatia hata ngata. Tena sio kisasi, maangamizi, kwa sababu tunataka kuudhihirishia umma kwamba Yanga tupo imara. Ni aje mtazamaji wa CB TV, hii ni mtaa unasemaje Kuswiri, na hapa nipo maeneo ya Bongo ambapo nimekuja tuzungumze na wadau wa soka, na nipo katika kijiwe cha Kanisani, kijiwe maarufu kwa jina la Kanisani, jirani na benki ya CRDB, ambapo nimekuja tuzungumze na wadau wa mpira. Mtaani kumechangamka kweli kweli, mtaani mambo yamenoga, na hawa ambao wanaona hapa ni baadhi ya mashabiki na wadau wa mpira wetu wa Tanzania, ambapo nimekuja tusikie maoni yao. Nianzie na mzee wangu hapa, anafahamika kwa jina Mzee Richard. Mzee Richard, naam, mambo vipi? Mambo safi tu bwana. Kwema kabisa. Kwema kabisa. Wewe hapa hivi ni unafahamika kwa jina la Mzee Richard. Wewe shabiki wa timu gani? Wa Simba. Kwa nini ulipenda Simba? Nilipenda Simba kwa sababu toka mwaka 80. Hiyo mwaka 80 kilitokea nini? Wao kuna mchangamko wa mpira. Kwa Simba ndio ilikuwa inafanya vizuri au? Sana. Wanafanya vizuri sana. Kwa wafunga hata Misri. Yapi maoni yako kuhusiana na mpira wetu ambapo unaelekea? Kwa kuelekea ni pazuri kwa sababu tumepanda. Mheshimiwa Rais wetu wa awamu ya pili aliwahi kusema Tanzania yetu hii mbona inakuwa kama na vichwa vya wendo wazimu. Saizi wendo wazimu haupo. Wendo wazimu wakati tunaona timu ya taifa mnaendelea kufanya vibaya. Nini ambacho kinasababisha? Kinachosababisha bado maarifa. Maarifa ya nini? Ndio ya soka. Na hilo kwa sababu tunaenda kukutana population ya jamii ya wenzetu, tunajifunza humo. Unasema mpira wenu unazidi kufanya vizuri wakati tumeshuhudia juzi hapa dabi ya Kariakoo imeahirishwa bila sababu zozote za msingi. Unapandaje mpira wakati madudu yanaendelea? Ndio unapanda kwa sababu age tulionayo hivi sasa ndio hiyo, kwa sababu kuna watu wengine tulikuwa tufikaki huko. Je, unaona hii ambao wanasema mpira wetu upo katika nafasi nini, ligi yetu ipo nafasi ya 4, unaona kweli ipo nafasi ya 4 kulingana na hiki ambacho kinaendelea? Kinachoendelea naona ni kizuri, tujipe moyo tu. Tujipe moyo. Yapi maoni yako kuhusiana na haya matamko mbalimbali ya viongozi wa mpira wetu, na pia haya ambao wametoa juzi hapa hiki kikao kuhusiana na hii dabi ya Kariakoo? Hii dabi ya Kariakoo nadhani waheshimiwa kule wapo wameajenga na wanaiona, watayarekebisha tu. Je, unaona hii dabi itarudiwa vipi? Itarudiwa na wasikatae. Yanga wamesema wacheze. Watacheza. Si Simba sisi ni Simba. Kwa hiyo wenyewe ndio wenye nchi hao. Sio hivyo wenye nchi. Sisi ni watu wapenzi wa mpira wa Simba. Sisi. Bwana, hayo ni maneno ya Mzee Richard. Niamie kwa wazee wenzangu hapa ambao pia ni wadau na mashabiki wa mpira. Kuna mzee wa suti hapa. Siji huyu mzee. Mambo vipi? Safi. Kwema? Kwema ndio. Unafahamika kwa jina gani kwenye hiki kijiwe cha Kanisani? Kwa jina naitwa Peter Portion. Peter. Mzee Peter. Wewe ni shabiki wa timu gani? Mnyama. Mnyama? Yeah. Bora yule mzee Mnyama. Hapa wananchi hamna? Wananchi wenyewe sio unajua tena. Wametokomea. Wanatokomea, wanakimbia. Tokomea Yapi maoni yako kuhusiana na mpira wetu wa Tanzania? Mpira wetu uko vizuri, lakini maendeleo yako vizuri yanaonekana. Yaani unakuwaje? Naenda vizuri. Unakuwaje vizuri wakati tunaona madudu mengi sana yanaendelea katika? Sababu ya kwa vizuri. Ndio. Na timu zetu ya Simba nayo zinafanya vizuri kimataifa. Michuano hii ya klabu bingwa na CAF Federation inafanya vizuri. Kwa hiyo hicho ndo kinachangia mpira wetu kuwa vizuri. Alao kinachangia. Je, kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea kwa sababu dabi iliahirishwa, lakini maneno yamekuwa mengi sana mtaani. Wewe unazungumziaje ukiwa kama ni shabiki na mdau wa soka? Hayo maneno ndo yashika sehemu. Ndio. Yanatunyong'onyesha kidogo. Yaani inaonyong'onyeshaje nyinyi? Sababu mpira wetu ulipofika ndio sio mahala pake hapo kuahirisha mechi bila sababu za msingi. Hususan unapoweka uzio kwenye jambo la kitaifa. Ndio. Wao wanataka kufanya mazoezi, wanazuia uwanja. Kwani kile ndo kilifanya nyie mshinde kushiriki game? Ndio. Sababu unazuiliwa, kuna nini humo ndani? Hasa kuzuiliwa, mbona kuna timu nyingi hazifanyi mazoezi lakini zinacheza? Unapozuia wewe ni nani? Kwa sababu taratibu zipo. Na walinzi wapo. Wewe umekuja pale kama nani? Umealikwa kuja kufanya hayo mambo, hujumu.
Bwana, hayo ni maneno ya mzee mwenye suti. Niambie kwa mzee wa blue hapa. Si shabiki wa timu gani? Mzee, mambo vipi? Yanga, habari? Yanga? Mimi ni Yanga. Bwana, huyu ni shabiki wa Yanga. Unafahamika kwa jina gani? Naitwa Sospita. Sospita? Ndio. Umesikia mashabiki wa Simba wanatamba, wanasema nyie ndio mlifanya Uswahili hadi mechi kugailishwa. Hiyo unaizungumziaje? Uzuri sasa hivi kila kitu kiko wazi. Kwa maana gani? Kila kitu kiko wazi, kinaonekana. Labda tu niseme kwamba mpaka sasa hivi kuendelea kuwa na mgogoro kama huo ni udhaifu wa bodi ya ligi na TFF. Na sio vingine. Kwa sababu kila kitu kinaeleweka. Kama kanuni zinavyojieleza. Timu ngeni ndani ya masaa 24 inaruhusiwa kufanya mazoezi kwenye uwanja unaopelekea kuchezwa mechi. Ndio. Ni kweli hilo liko wazi. Lakini sioni sababu ya Yanga kuonekana kwamba walizuia timu ngeni isifanye mazoezi. Kwa sababu moja, ule uwanja ni wa taifa, una walinzi wake, una meneja wake. Yanga kama Yanga, wao sio rahisi kwenda kuzuia timu inayoenda kufanya mazoezi pale wakaizuia kuingia uwanjani. Wewe unaona kama vile ulikuwa ni mpango mzuri. Ule ulikuwa ni mpango wa Simba kwa sababu hawakuwa na utayari wa mechi hiyo kucheza tarehe iliyokuwa inafuata. Kwa hiyo walitengeneza mpango mkakati wa kuvuruga ili mechi isiwepo. Hilo liko wazi, linaeleweka kwa sababu udhaifu wa kikosi cha Simba ulionekana mapema. Walikuwa na majeruhi wa kutosha ambao walikuwa hawafichiki, walikuwa wanaonekana kabisa. Kwa hiyo walitengeneza mpango mkakati ili kuvuruga mechi ile isiwepo, na ni swala ambalo limeshajirudia mara nyingi. Tulishazoea kuwaona. Kwa hiyo unasemaje, kanuni zizingatiwe au tutumie busara? Ingekuwa ni vizuri sana kama ligi yetu ingeendeshwa kwa mujibu wa kanuni na sheria jinsi zinavyojieleza. Lakini kanuni ifuatwe. Kwanza tupate taarifa kwa nini mechi iliahirishwa. Game ya jana mlicheza na Songea United. Ndio. Kile uliridhishwa na kiwango cha jana kwanza? Kile sio kipimo. Sio kipimo. Kwa hiyo kipimo ni kipi? Sio kipimo kile kwa sababu sisi tunacheza kulingana na timu tunayokutana nayo. Mwalimu anatengeneza program kulingana na timu anayokwenda kucheza nayo. Programu ile kuwepo jana ni ya kukutana na hao Songea United. Kwa hiyo programu inayofuata ni Tabora. Itakuwa ni nyingine. Hapo Tabora alikuacha na maumivu. Wanasema nyuki akumbatie wala apigwe busu. Je, utatumia mbinu gani raundi hii ili umkumbatie? Sio kukumbatia, tutemwi tunamkalia kabisa na hata ngata. Sio tu kumkumbatia, hata ngata. Mtamkumbatia nyuki? Tutakalia kabisa. Kwa wachezaji gani wakati siku ile ulifungwa? Hapana, ile ilishapita. Ile game ilipita, wao walionekana ni bora zaidi kuliko sisi. Game inayokuja tayari tumejiandaa kwa ajili ya game inayofuata ya tarehe 2. Kwa hiyo hii ni game ya kisasi. Sio kisasi, maangamizi, kwa sababu tunataka kuudhihirishia umma kwamba Yanga tupo imara. Mechi inayokuja ya tarehe 2 watu wajitokeze kwa wingi waende kuangalia, mpira utakuwa ni mzuri, lakini atakuwa ni maangamizi. Sio tu mechi ya kawaida. Tutalipa kisasi kile, ikiwezekana wao ndio watavunja rekodi ya kufunga goli nyingi. Uwezo tunao, nia tunayo, na sababu pia tunazo. Bwana, hayo ni maneno ya shabiki wa Yanga, anasema uwezo wanao, nia wanayo, na sababu pia wanazo. Tuanzie labda kwenye mechi kuahirishwa. Nyie ndio mmekuwa na maneno mengi sana kwamba hatuchezi. Je, unafikiri hayo maneno ni hisia tu mnatumia au kuna uwezekano wa dabi kurudiwa? Ni kweli hatuchezi mpaka dakika hii. Hamchezi? Mpaka dakika hii hatuchezi. Na tawi hili la Yanga kata ya Buhongwa. Ndio. Tawi la Yanga kata ya Buhongwa. Ndio. Tumejipanga kuchapisha jezi za washabiki zenye kauli mbiu hatuchezi mpaka bodi ya ligi jiuzuru. Na ikijiuzuru? Ikijiuzuru hakuna shida, sisi tunarudi. Bodi itakayoteuliwa upya tutarudi, tutaingia kwenye mchezo kama kawaida, kwa sababu hawa tumegundua wanakuwa na matokeo wao mfukoni. Maana tukiangalia sababu ya kuahirishwa mechi kiuhalisia, yani soma vipengele vyote, sheria zote za mpira, hakuna sababu zilipelekea kuahirishwa mechi. Lakini mwenye mamlaka kuahirisha mechi ni bodi ya ligi. Ni kweli ni bodi ya ligi, lakini lazima ifuate kanuni. Lazima ifuate kanuni zinavyoelekeza. Sio kwamba mtu anaamka tu kwamba sasa leo tumeahirisha mechi bila kutoa sababu za msingi. Wenzetu waliandika barua kulalamika kile walichokiona, walikuwa sahihi. Sasa mbona nyie mnadai pointi 3? Kwa kitu gani ambacho mmefanya? Ndio walikuwa sahihi wale. Sisi tunadai pointi 3 kwa sababu
hata wale walioandika barua kulalamika kwamba hawakufanya mazoezi siku ya kuelekea kwamba siku ya mchezo kesho, pia wao hawakusema mechi iahirishwe, walikuwa wanailalamikia tu bodi ya ligi iandiki inukuu kile walichofanya. Kwani nani mwenye makosa, ni Simba au ni bodi ya ligi? Bodi ya ligi ndio. Sasa mbona mnadai point 3? Yes, kwa sababu yenyewe haikusimamia mchezo. Kwa hiyo ili jiuzuru sisi lazima tudai point 3. Tuone kama sisi tuna makosa tutawajibishwa sisi. Mashabiki wa Simba wasema uwezi ukachukua point 3 bila kumkaba Mpanzu. Mpanzu ni mchezaji mdogo sana. Mchezaji mdogo sana. Yaani tafasiri yako unapozungumzia Mpanzu ukimkabidhi Job peke yake. Job peke yake. Sijamtaja Meja. Job peke yake. Mpanzu humuoni kabisa, humuoni. Hilo nakupa 100%. Na siku Yanga wakikutana na Simba, na kuhakikishia beki atakaye dili na Mpanzu ni Job. Mpanzu ni winga, atakutana na kina Boka, kina nani Mwenda. Unaona kweli Mwenda anaweza akamzuia Mpanzu? Nakwambia hivi, mimi nimekuambia Job ndo atacheza kwa sababu yeye ndio beki, atapelekwa pembeni na siku hiyo atawekwa pembeni, atakuwa beki wa pembeni kwa sababu ni winga ili akutane naye. Hatowekwa katikati kama unavyofikiria, atapelekwa huko aliko Mpanzu na hatopita. Turudi kesho kutu tarehe 2 utakuwa na Tabora United. Je, unaona kuna nafasi ya nyie kutoka na matokeo au tena nyuki hamtamkumbatia? Kaka, Tabora wanasema nyuki akumbatiwi wala apigwi busu. Wala apigwi busu. Nataka nikuahidi tunaenda kulipa kisasi. Nyuki tunampika supu. Unampika supu wakati alikuwa dawa mlishindwa kumpika? Nyuki anapikwa supu. Uhakika, amini maneno yangu mimi. Si atakuwa Tabora pale? Ndio. Unajua wanasema hivi, mtoto wa jirani akikutukana mitaani usimkimbize. Unafanyaje? Usimkimbize, unamfuata mbele ya wazazi wake. Alafu unaenda kumwadabisha uone kama wanamtuma. Ndicho tunachoenda kumfanyia. Kwa hiyo nyuki mtamfanyaje? Tutampika supu na mtoto wa jirani kakutukana mtaani, kwa sisi tunamfuata mbele ya wazazi wake. Sisi yule tunaenda kumwadabisha. Hilo tu ni kutoe wasiwasi, ni uhakika. Na tukimpiga chache, yani tunampiga kuanzia goli 5. Kwa kosi gani kwa? Kikosi cha Yanga ukijui? Sikijui. Sasa kile kikosi ndo kilishindwa kumpiga 5 nyumbani, wewe useme mnampiga 5 kwa watu gani? Kumbuka hata msimu jana tulifungwa na Ihevu vizuri kabisa. Tena goli 3 kama alizotufunga yeye. Goli 1 ya uwezo. Sawa? Ndio. Walipotupiga wale Ihevu, kilichofuata tuliwapiga 5. Nataka nikuhakikishie Tabora tunampigia kwake, na ajiandae na hili. Tunampigia kwake goli 5 za uhakika. Bwana, hayo ni maneno ya shabiki wa Yanga. Nihamie kwa mzee mwenye kipara hapa. Njoo hapa mwana Simba. Mzee wangu, mambo? Salama. Unafahamika kwa jina gani? Mimi naitwa Mrisho Haruna. Mrisho Ngasa au? Mrisho Haruna Chongera. Ndio. Wewe ni shabiki wa timu gani? Mimi ni shabiki wa Yanga. Wewe ni shabiki wa Yanga. Turudi kwenye hiki ambacho kimetokea juzi hapa, ambapo kikao kiliitishwa, lakini tumeshuhudia kikao kilikuwa ni tofauti, kwamba viongozi wa Simba walikaa sehemu yao na Yanga na penyewe walikaa sehemu yao. Je, unafikiri kilikuwa ni kikao cha kufanyia masuluhisho au walikuwa wanatafuta kitu gani? Nafikiri viongozi walishafanya makosa. Ndio. Ila wanakuwa wanatafuta namna ya kujaribu kujisafisha, lakini sidhani kama wanaweza wakafanikisha, kwa sababu mimi ninachojua katika ulimwengu unatawaliwa na sheria. Ndio. Haina kusema kwamba huyu ana nafasi ya kidunia au ya kitaifa. Yoyote anapovunja sheria anapaswa kuwajibishwa. Kwa mfano, Simba walipogomea mechi kwamba wameziliwa na Yanga, mabaunza wa Yanga, kama kweli Yanga wangekuwa waliwaziwia wale Simba wasifanye mazoezi kwa kuwa ni jambo la kisheria, la kikanuni, Simba wangeingia uwanjani wakacheza mechi. Sasa ile bodi ya ligi ingechokifanya ni kumtoza faini Yanga. Hata juzi nimeshuhudia mchezo wa Pamba na Azam, na mimi nilikwenda kule uwanjani. Baada ya kuwa washabiki wameingia ndani baada ya mpira kuisha, hata yule mweka hazina wao walisema kwamba kwa kosa hili tutatozwa faini. Kumbe ilitakiwa wao Yanga, kama ni kweli waliwaziwia Simba, kifungu na kanuni zipo, Yanga tozwe faini kwa kuwaziwia Simba wasifanye mazoezi kwenye ule uwanja. Lakini pia Simba nao
kuto kufika uwanjani, ilitakiwa bodi wa wanyang'anye pointi 3 wampe nani? Yanga. Kwa hiyo yale maamuzi ambayo yalifanyika na bodi yalikuwa ni yamebezi upande mmoja, yale moja kwa moja yalibezi upande wa Simba, na inamaanisha kwamba Simba walikuwa na mapungufu fulani baadhi ya wachezaji. Wakaona kwa sababu wamewahi kupigwa 5. Ndio. Maana kile kipindi tumewapiga 5, tulianza kupiga timu budogo budogo 5. Watu wa Simba kwa wanasema hivi, au ni watoto. Tulipowapiga na wao 5, tukawauliza na nyie mmekuwa watoto? Wakaanza kubadili. Kwa hiyo walichokuwa nakikataa ni kusambaratika na kukosa washabiki wa kuingia uwanjani wakipigwa 5 tena. Kwa baada ya kuona wana majeruhi, wakaona badala ya 5 zitakuwa 7, wakamanda wakatafuta visababu vya kuondoka. Kwa hiyo bodi ya ligi ndio ina makosa na ilielemea upande mmoja. Mlitoa kauli kwamba bodi ya ligi kwa maana viongozi kuanzia kwa Steven Mgutu kwamba wajiuzuru. Je, hii kwamba wakibaki kuwepo kwenye ligi yetu au kusimamia bodi ya ligi, unafikiri mpira nyie mtakuwa na imani nao? Mimi nafikiri kama ikichaguliwa nyingine ambayo itakuwa na mchanganyo ambao tumeuzoea, watu kutoka klabu mbalimbali wawemo, si una upendeleo upande mmoja. Kwani hii si na penye ndio mlichagua? Ndio tumeichagua. Unajua binadamu ni binadamu. Ndio. Binadamu ni mtu anaweza kabadilika, leo akawa Mromani, kesho akawa Mpentekosti, kesho kutwa akawa Muislamu. Kwa hiyo mimi nafikiri kama inaweza kabadilika, tunaweza tukapata mabadiliko pia. Na mimi niongeze tu mheshimiwa mtangazaji kwamba sio bodi tu ya ligi inayopaswa kujiuzuru. Kumbuka hata Edward Nguwai Lowassa alikuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuliko tokea shida zile za EPA na mambo mengine, iliwajibika jiuzuru kwa niaba ya lile. Si kama kiongozi mkuu wa kitaifa aliweza kujiuzuru, itakuwa hiyo bodi ya ligi ya michezo wanatuvurugia. Watu wameshafanya gharama, wameenda kule, wamepoteza mambo yao, wana shughuli zao za kufanya, nauli zile, watu wametoka Kigoma wameenda Dar, Mwanza, unajua ni mbali zaidi ya masaa 18, bado siku moja wanasema tumeahirisha. Yani wanachukulia kama hizi. Kwanza waombe radhi, baada ya hapo mambo mengine yafuate. Lakini wanapojificha wakati ni watu waliofanya makosa, ndio ni sawa na mtu anajificha kwenye shamba la karanga. Sidhani kama Mgongo kwamba hutaonekana mheshimiwa au shamba la matembele au la matembele kwamba unajificha kwa mwili wangu huu. Ndio lazima kama ni rungu mgongoni utalisikia tu, kwa sababu utaonekana bwana. Hayo ni maneno ya shabiki wa Yanga ambaye anajulikana kwa jina la Mlisho, si Mlisho Ngasa, si Mlisho Gambo, Mlisho Aluna. Bwana, kutoka hapa mimi sina la ziada. Ni kukumbushe tu kwamba uendelee kufuatia katika mitandao ya kijamii. Tunapatikana kama Celebule TV, Instagram, YouTube channel, pia na TikTok tunapatikana kama Celebule TV. Mimi ni Celebule Baraka. Asante na kwaheri. Asante.